Hi, my name is Ruth Chas. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe, like, comment. Soul time. Leo tunaenda kuangalia one reward 1000 francs. Hapa leo tunaangalia story yetu inatupeleka kule Kongo. Kuna vijana wawili ambao walikuwa wanaitwa Brian and John. Sasa siku moja wa France au wasungu walikuwa wanatembea huko. Unajua wasungu wanataka umeke vitu fani wawalipe. Wakasema wanataka watu wawili wapigane, mwenye anashinda anachukua reward. Wakakutana na John. John alikuwa strong, alikuwa big, mwili wake ulikuwa umejaa. Sasa akasema wewe sasa ndio tunataka upigane, tafuta mtu mmoja mpigane na yeye, mwenye anashinda anapewa reward. Kaenda kwa maboys, kwa sababu ni mtu mwenye alikuwa ni mtu wa watu, akona groups mingi. Kaenda huko kuwauliza kijana mmoja ambaye alikuwa anakuja, mwenye alikuwa anaitwa Plan, akasikia guy, akasema let me try. Hey, wale wakacheka, wakamchekelea. Wakasema you are a little, you are weak, you are look sick, climb the people, you would never win. Huyu John ni mtu mwenye akona strong. Wewe utawini acha, na wewe ni chokola. Yule akasema kwa sauti ya upole, let me try. And then he said out loudly to himself, I am little, I am weak, I am sick, I am hungry. I have had very little to eat for a long time. Kwa sangu simiraruka, sikatai, but let me try. Wale wakamchekelea. John akasema it is okay, tutaenda. Wakaenda kwa kiwanja. Wale maboys wao wakabaki wa mashabiki. Lakini kumbuka Brian yeye hajakuwa na shabiki hata mmoja, because alikuwa yeye peke yake. Wale maboys walikuwa kwa John, walikuwa wanamshabikia kwa sababu walikuwa wanajua John atawin. Alafu Brian akatake John aside, wakatoka kwa kiwanja wakaenda kuongea. Kamwambia you can see I am weak and angry. I have only luggage in wear. I wish I could get the reward. You are a pig and strong. I can never push you down. Na wewe ni mtu mwenye umekula, uko na nguvu. But I wish ningepata reward. Naomba. John akajisemea moyoni mwake. Akasema I want the money, but I am a Christian. This boy does not know anything about God. He is hungry. He needs help. Since I am a Christian, I must help him. That is the way Jesus could want to me to be. Akajisemea moyoni mwake. Wakatoka huko nje, wenye wameongea hakuna mtu mwenye amefanya nini, amejua. Wakaingia kwa kiwanja. Wale wakaanza kusherekea. Wakasherekea, wakasema, wakashangilia John. Wakachua John ni yeye atawin. Lakini walipofika kwa kiwanja, Brian akabush John, akaanguka chini, akakaa juu. Ikasemekana Brian amewin. Wale mashabiki wakastuka. How happened? Wakati aliwini akapewa reward, akarudi kwa John akamwambia thank you for everything you done for me.
Akamwambia leo nitakula, leo nitanunua nguo mzuri nivae, leo nitaenda hospitali, leo nitakaa maisha mazuri, lakini but you are my best friend. John akamwambia I was kind to you because I am a Christian. Brian akastuka, guy, a Christian again? Na mimi sijui God ni nani. Akamwambia you will be my best friends always. Brian akamwambia one more thing imebaki. Akamwambia I will. Akamwambia nataka kumjua Mungu ni nani. Pia I want to be a Christian like you. Akamwambia it's okay. Akaanza kumfunza about Christian. Akamfunza Yesu vile alipokuwa hapa duniani, venye alikuwa anatendea watu mambo makuu. Vile Mungu anataka watu wafanye kazi yake. Akamueleza. Ikafika Brian akaanza kwenda Sabbath school. Jumamosi every time to church. Akafika klasi ya batizo. Ikafika wakati wa kubatizwa. Wakaenda mtoni kubatizwa, mleleo venye CDA tunasoea. Amebanga huko laini, anaenda kubatizwa sasa. Wakati ambapo pastor ameinua mkono juu anataka kumwombea ndio aanze kumbatiza, akamwambia anataka jina langu libadilishwe. Sitaki niitwe Brian tena, nataka niitwe John. Because John is my best friend. Yeye ndiye alinifundisha about God. Wakasema it is okay. Wakati ambapo John aliona kutoka huko juu penye amebatizwa anatoka kwa mto, John akakimbia akamwaka. Akasema, "Oh, what a great reward this is. What a great reward this is. It is much better than 1,000 francs. God has given me a great reward." Hapa tunaona ya kwamba hii story inatufunza ya kwamba wakati ambapo uko Christian, matendo yako yafanya nini? Yawe mazuri. Unapoangalia the book of Matthew 25 verse 40 inasema, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Unapotendea watu mema, unamtendea Mungu. Angalia sasa John kama hakutenda mema, kama angemuonea yule kijana huruma, akamuonea huruma, yenyewe huyu kijana kuhangini, huyu kijana chakula, huyu kijana anaonekana ni mtu mwenye ni mgonjwa, huyu kijana anataka mtu amsaidie. Nisipomsaidia mimi, hakuna mtu ambaye ataweza nini? Ataweza msaidia. Mungu ametubariki na vipaji mbalimbali. Mungu ametubariki na mibaraka mbalimbali. Unapata wewe ni Mkristo, lakini bati wewe ni Mkristo wa aina gani? Unataka uwe Mkristo wa aina gani? Acha tuige mfano wa John. Vile John alikuwa good Christian. Akamtangaza Yesu. Akaona ya kwamba mimi mwenyewe nahitaji pesa, mimi mwenyewe nataka nifanye maisha mazuri, lakini mimi niko na nguvu, familia yangu iko at least, lakini huyu kijana ambaye ni Brian, yeye ana mahali pa kwenda, ni mtu ambaye analala tu kwa mtaro. Nguo zake zimeraruka. Ni mtu ambaye ni msiki, hajai kula, amekaa siku mingi bila kukula. Hayo maneno yalimguza Brian sana. Akaumia moyoni alimguza John sana, akaumia moyoni mwake, akaamua kumsaidia kuacha John awina reward. Kama sisi Christian, mtu amekuja kwako, amekwambia aki watoto wangu hawa chakula. Nimekaa hivi na hivi, nahitaji msaada wako. Unamwambia, mimi sina haki. Hata mimi yenye niko hapa ni kidogo tu napikia watoto wangu. Lakini ndani ya sto yako uko na vitu, uko na chakula, utaweza msaidia huyu mama.
Lakini because roho yako ni chafu, unamwambia tu una na uko nayo. Alafu unasema I am a Christian, I am proud to be an SDA, ama Catholic, ama PhD, ama Deliverance. Na unasema tu uko tu proud. But matendo yako hayafanyi nini? Hayambatani. Hata Biblia tu inasema imani bila matendo hiyo imekufa. Hata dini ya ukweli Yakobo inasema ni ya kusaidia mayatima, wachane. Ni mtu yoyote, mpendeni. Hata the 10 commandments ya pili nasema commandment inasema tupendane sisi kwa sisi. Pende jirani yako kama vile ambavyo unafanya nini? Unajipenda. Sasa zingine utaweza toka njiani, upatane na mtoto, akwambia auntie I am hungry, hango, aki. Si chakula, nasikia njaa, lakini unamwambia sina. But uko na pesa ya kumsaidia ama uko na chakula ndani ya nyumbani kumsaidia. Acha tukae role model kwa watu wote. Unapoona rafiki yako ameteseka, jirani yako, enda ukamsaidie jamani. Hata tuseme hivi, umepepa ndizi kupeleka kwa kanisa, lakini jirani yako watoto wake wanalala njaa na unajua vizuri. Kama uwezi kuwasaidia, hata hiyo ndizi ukipeleka kwa church, mibaraka utapata. Mibaraka inaanzia kutoka kwa nyumba. Mpende jirani yako. Hata huyu ambaye umemsaidia huyu maskini, bado Mungu anaona. Mungu pia atakujazia. Ama wewe ni pastor. Unaona washiriki wako, kuna wenye wanajiweza, kuna wenye hawajiwezi. Unaona kuna mama mwingine amekuja huko na watoto, ama kuna watoto wenye wamekuja huko, wamevaa nguo kutoka Sunday to Sunday, Saturday to Saturday, halafu nguo zao zimechakaa. Yaani watoto ambao wanaonekana nyewa, watoto wako hungry, hawajai kula, huyu mtoto sijui what. Lakini wewe uko huko tu, unasema tu toeni. Watu wanaleta na unapokea tu vizuri. Lakini huwezi wahurumia. Acha matendo yetu yafanye nini? Yamtangaze Mungu. Unaposaidia mtu, unamleta kwake Yesu Kristo. Hautaenda uanze kuhubiria watu, unapita tu kwa vijiji, unasema Yesu yuacha, Yesu ako karibu kukuja. Na mtu wenyewe ako njaa. Utahubiria aje mtu mwenye ako njaa? Umhubirie neno la Mwenyezi Mungu. Ni lazima umsaidie food. Halafu ndio anza kumtangazia ufalme wa Yesu Kristo. Hata Yesu peke yake mwenyewe, wakati alipokutana na watu wengi, aliona hao watu hawajakujia neno, wamekujia chakula, akawalisha kwanza wakashiba, alafu ndio akaanza kuwafundisha ufalme wa mbinguni. Acha sisi wa Kristo tuwe mfano bora kwa watu wa dunia. Unapokuwa mtu msaada kwa watu wengine, unawaleta wengi kanisani na wengi wanaanza kufanya nini? Kumwamini Yesu Kristo. Saidia watu. Mtu mwingine anaweza jiuliza swali gani? Mimi nitaweza saidia aje mtu? Sometimes anasaidia mtu anakuruka. Mtu anasema, yani nasaidia sister yangu. Sasa sina kitu, yeye amebarikiwa na mali. Lakini bahati hawezi nihurumia. Sitasahau tena nisaidie mtu. Hapana, wewe tenda mema, usichoke kutenda mema. Mungu atakujibu kwa wakati wake. Mungu atakurudishia mibaraka yako. Hata unaposoma Deuteronomy 20:29. Unapotenda yaliyo mema, Mungu atabariki mifuko yako, shamba yako, watoto wako, uzao wako. Mungu atakubariki wakati ambao umefanya nini? Ufao. Usisaidie watu ujulikane ama jina lako lijulikane vizuri. Chunguza kwanza matendo yako first of all. Ukisaidia watu wasaidie kutoka kwa moyoni mwako. Si unawasaidia unaenda na makamera kushika huko ndio uweze kupata views. Hapana. Biblia yenyewe inatuambia Matthew 6, unaposaidia mtu, msaidie kwa siri. Mungu mwenyewe atakubariki wazi. Tuwatendee watu mema. Usifanyie watu mabaya. Kumbuka yale ambao unatendea mwenzako, hayo ndio unakuja kulipwa. Angalia uchuni,
Alibadilisha huyu Brian, akatoka kuwa mtu wa dunia, akamfuata Yesu Kristo. Ndio tunaona John anafurahia sana, anasema Lord, Mungu amempea zawadi ambaye ni ya thamani sana kuliko ile yenye angepewa kupigana na huyu kijana. A good Christian. Tusichoke kuwatendea mema, tusichoke kuwasaidia watu. Matendo yetu yawe mazuri. Tusiwe wale wakuzuia wengine wasiingie kanisa, wakufanya wengine watoke kanisa, wakufanya wengine watoke kwa kwaya, wakufanya wengine waache kukuja kanisa kwa sababu matendo yetu ni mabaya. Tuwe watu wazuri ambao wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Tusichoke kutenda mema. Tusichoke kuwasaidia watu. Hata yule ambaye unasaidia kesho yake anakuruka, wewe mtendee yaliyo mema, kwa sababu hatutaki kujulikana hapa duniani. Acha tukimbilie taji ile ya uzima wa milele. Mungu anaporudi atakulipa kulingana na yale matendo ambayo umefanya wewe mwenyewe. Hukumu ya Mungu ni ya haki. Mungu hawezi kukupendelea aseme wewe ulikuwa unatoa pesa vizuri kanisa, ulikuwa unajenga nyumba vizuri, ulikuwa unafanya kazi nzuri. Sasa wewe kitu yenye unafanya utaenda mbinguni ingalau ulikuwa mchawi. No. Biblia unaposoma hata Ezekiel yenyewe inakuambia vizuri hivi. Unapotenda mazuri, uyafanye mazuri, mwisho wako umalize na mabaya. Yale mazuri hayatakumbukwa, yale mabaya ambayo ulimalizia ndiyo yatakumbukwa. Ama ulipokuwa mtu mbaya, ulipokuwa unafanya vitu vibaya, uamue kubadilika kumfuata Yesu Kristo, yale mabaya yote yatasauliwa. Pia atakumbuka yale ambayo ulifanya mema. Kumbuka Hezekia alitenda yaliyo mema machoni pa Mwenyezi Mungu. Alipougua, alipokuwa mgonjwa, ndio maana akaniri down, akaambia Mungu, kumbuka yale mazuri ambao nimekutendea. Na wewe unapotenda mema, unapofanyia watu mazuri, ambia Mungu akumbuke uzuri wako ili aweze kubariki familia yako. Thank you so much. Ondoa kiburi, ondoa majivuno, mkaribishe Yesu ndani ya moyoni mwako. Yesu ni mwenye upendo na sisi pia tutakuwa na upendo. Bye bye. Next time.